ni sehemu ambayo kunaonyesha kuna kijito cha maji kinapita. Umeelewa simulizi? Ndio. Wanasema tahta kisaria kuna kijito cha maji, kuna mkondo wa maji. Twende Luka 2:7. 2:7. Tusome Luka 2:7, kuna kitu tutajifunza. Sawa. Mstari wa 7 anasema akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika holi ya kulia ng'ombe. Umeelewa hapo? Biblia inasema akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza mahali pa holi ya kulishia ng'ombe. Holi ya kulishia ng'ombe. Wakristo wanakosea sana. Hata yeye simulizi nikikuuliza kwa mujibu hapo, Yesu kazaliwa wapi? Kwenye zizi la ng'ombe, maana kwenye ile sasa holi ile kulishia upande wa kule tunapokuwa na anasoma tena. Kitu kidogo tu wanajisahau hivi hapa. Sawa. Akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika holi ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Akajifungua mwanawe. Kwanza alijifungua, baada ya kujifungua akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe. Kwenye hori ya kulia ng'ombe hakuzaliwa pale, isipokuwa alifanya nini? Alilazwa. Okay. Umeelewa simulizi? Ndio. Kitu kidogo sana kinawashinda watu. Wakristo wengi nasikia Yesu katika Biblia kazaliwa kwenye hori ya kulia ng'ombe. Hapana. Alilazwa katika hori ya kulia ng'ombe kwa sababu walikosa nyumba za wageni, zilijaa, kwa sababu kipindi kulikuwa kunaandikwa sensa. Sasa nini maana ya hori la kulia ng'ombe, la kulishia? Nini maana ya hori? Umenipata? Qur'ani inasema akaambiwa chini yako kuna kijito, kuna mto hapa umepita. Biblia inasema hori ya kulishia ng'ombe. Hori ni nini sasa? Twende Yoshua 15:5. Yoshua 15 mstari wa 5. Anasema na mpaka wa upande wa mashariki ulikuwa bahari ya chumvi. Upande wa nini? Wa mashariki. Kwenye Biblia nayo inasema alienda wapi? Mashariki. Qur'ani inasema wapi? Mashariki. Na hapo tunaambiwa upande wa mashariki. Endelea sasa. Ulikuwa bahari ya chumvi. Kulikuwa na bahari ya chumvi, hadi mwisho wa mto wa Yordani. Mpaka mwisho wa mto wa Jordan. Na mpaka wa upande wa kaskazini ulikuwa kutoka penye hori ya baharini, mwisho wa mto wa Yordani. Sawa. Unaelewa hori ni nini sasa? Sijajua hori. Ni kijito ambacho kinapita bahari. Kinapita maji kwenda baharini. Okay. Ukisoma King James Version katika maneno magumu wanasema hori ni mkono wa bahari. Umeelewa? Kwa hiyo hori ni kijito ambacho ng'ombe huwa wanatumia kijito kile kunywa nini? Maji. Simulizo watu wajui Biblia, hii historia hajui Biblia. Tumeelewa? Kwa hiyo Qur'ani inasemi na Biblia katika hilo Qur'ani imelizungumza historia yake kwa ufupi sana, kwamba huyu alizaliwa hapa mahala ndipo alipolazwa. Biblia inasema katika hori ya kulishia ng'ombe, Qur'ani inasema chini yako kuna mto. Biblia inasema hori maana yake ni mkondo wa bahari. Kwa hiyo pale kulikuwa kina kijito kinapenda baharini, pale ndipo ng'ombe wanafanya kazi ya kunywa maji, ndipo alipolazwa Yesu mahala pale. Simulizi watu wasome Biblia bwana. Lakini Yesu huyu kwa mujibu wa Qur'ani sasa, mama yake anaitwa Mariamu. Kwenye Biblia naye mama yake anaitwa Mariam, sio Maria. Mtu akija akichukua Biblia ya Kiingereza akiona neno Mary, atataka kutuambia kwamba Mariamu wa Biblia hii na Mariamu wa Biblia hii ni wawili, kwa sababu huyu anaitwa Mary, huyu anaitwa Maria. Tumeelewana? Tumeelewana vizuri? Lakini Biblia inasema Yesu alipewa nini? Sawa? Marko 1:14. Marko 1:14. Sawa. Tusome Marko 1 mstari wa 14. Soma tu.
hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Aha. Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, Ndiyo. akisema wakati umetimia Ndiyo. na ufalme wa Mungu umekaribia, Ndiyo. tubuni na kuiamini Injili. Sawa, tubuni na kuiamini Injili. Kwa hiyo kwa maana hiyo Yesu sasa alipewa nini? Injili. Yeah. Sawa? Ndiyo. Tubuni na kuiamini Injili. Injili. Kwa maana Yesu alipewa kitabu kinachoitwa Injili. Tumeelewana? Ndiyo. Twende katika Qur'ani 5:46. 5:46. Qur'ani. Sawa. Kuna kitu tutajifunza hapo katika 5:46 Qur'an. Kuna vitu kidogo vya kujifunza kama kule alipewa Injili. Mstari wa 46 anasema, Ndiyo. na tukawafuatishia mitume hiyo Ndiyo. Isa bin Maryam Ndiyo. kuyahakikisha yaliyokuwa kabla yake Ndiyo. katika Torati. Ndiyo. Na tukampa Injili. Sawa. Tukampa nini? Injili. Na Yesu kule kapewa nini? Injili. Kwa Injili na tukampa Injili. Tupo. Tupo. Rudi pale pale. Qur'ani haisomi historia ya Yesu. Qur'ani sio kitabu cha kutoa historia za watu, ila inakupa dondoo. Tukisema tuzungumzie kwamba historia katika Qur'ani, kitabu hiki kitajaa historia za watu. Umeelewa? Na ndio maana hata kwenye Biblia ni Nyakati wa Pili 13:21. Nyakati wa Pili 13. 3:21. Sawa. Kama nitakuwa sijakosea, Nyakati wa Pili 13:21. 13:21 anasema hivi. Ila Abia akapata nguvu, Ndio. akaoa wake 14, Ndio. akazaa mtoto wa kiume Ndio. 20 na watoto wa kiume 22 Ndio. na mabinti 16. Sawa. Na mambo ya Abia yaliyosalia na njia zake na maneno yake Ndio. yameandikwa katika kitabu cha maelezo cha nabii Ido. Umeona? Biblia haina kitabu cha nabii Ido. Lakini ukitaka historia ya Abia hautoipata kwenye Biblia. Nenda kwenye kitabu cha maelezo cha nabii Ido. Ushakusikia kitabu? Hapana. Sasa iko kina historia. Umenipata? Ndio. Kwa hiyo tukiamua kuchukua Biblia tuzungumze historia ya Elia tu ya nani tu Abia tu, Biblia haitokuwa na mafundisho tena. Na ndio maana unaambiwa urudi katika kitabu cha nabii Ido. Twende 4:25 Yohana. Yohana 4:25. Eh. Sawa. Yohana 4 mstari wa 25 anasema hivi. Ndio. Yule mwanamke akamwambia, Aha. najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo. Simama hapo. Twajua ya kuwa yuaja Masihi. Kwa hiyo katika Biblia Yesu kaitwa jina la Masihi. Umeelewa? Ndio. Akaitwa Masihi. Rudi Qur'ani 3:45. 3:45. Yeah. Rudi Qur'ani 3:45. Kuna vitu hapo utavipata ambavyo vitaingia katika akili nzuri sana. 45. Ndio. Kumbukeni Aha. waliposema malaika, Ndio. ewe Mariam, Ndio. Mwenyezi Mungu anakupa habari njema Ndio. za kumzaa mtoto bila ya mume, Ndio. bali kwa kutamkwa Ndio. neno tu litokalo kwake, Ndio. la kukwambia zaa, Nawe ukazaa zaa. pasina kuingiliwa. Endelea. Jina lake ni Masihi. Inatosha. Anaitwa nani? Masihi. Na kule mwanamke ambaye tuwaje kuwa yuaja Masihi. Ndio. Nafanana ifanana. Zinafanana. Huku Masihi na huku Masihi. Huku Injili na huku Injili. Lakini msome tena katika 3:61:6 soma. 61:6 Qur'ani. 61:6 Qur'ani. Sawa. Simulizi vitu sisi tumekaa darasani, unajua tumesoma sana, tumeumiza kichwa sana. Yaani tena tumeumiza vichwa kweli kweli katika kusoma na tumeteseka katika kusoma. Kwa nini? Kwa sababu lengo kuwalingania watu ili wafike mahala pazuri. Hiyo 60 ngapi? 62. Anza 61 sasa. 61:6. Sawa. 6. Hiyo ngapi? 6 hii hapa. Aha. Na wakumbushe Aha. aliposema nabii Isa bin Maryam Aliposema nabii Isa bin Maryam, kuwaambia Mayahudi, kitu gani? enyi wana wa Israeli, Aha. mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Basi Isa anawaambia mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Wana wa Israeli. Rudi Mathayo 15:20.
15:24 Mathayo. Inasema. Sawa. 24 anasema, akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Yanafanana? Ndio. Ndio. Sasa hivi vitu bwana, simulizi watu wavielewi. Sisi tumesoma simulizi, tumeumiza kichwa sasa. Lengo kutafuta ukweli, namna ulivyo tutaupata wapi? Na mimi nasikitika sana kuona watu tunapotea sana, yaani roho inaniuma sana. Mimi naamini tukikaa pamoja, simulizi wa Kristo na Waislamu, tukaondoa chuki, tukaondoa fitna, tunaweza tukapata mlengo mmoja, tukaenda kuishi katika maisha bora yote. Lakini kama leo jambo dogo tu waona Mungu wao anaitwa Yesu, sisi tuna Mungu wetu. Kweli dunia iwe na waungu wawili dunia? Haiwezekani. Mungu aliyetumba mmoja, isipokuwa kuna mahala hapa mmoja katika sisi anakosea. Sasa tusitukanane, tuelimishane. Mimi nasikitika sana simulizi kuona watu wanatukana. Kuna matusi, watu wanatukana. Mimi nauliza, tunatukanana nini? Yaani kwa nini unitukane na mimi nikutukane? Simulizi hapana. Hiki ndio tunatakiwa tufanye hivi. Vitabu si vipo? Tuweke vitabu chini. We soma nisome, soma nisome. Twende mwisho tutapata jawabu. Sote tutatoka kitu hiki kimoja. Lakini tunatukana na leo watu wanatukana Uislamu, huyu katukana hivi. Mimi sio muumini wa kutukana. Na nimwambie simulizi yoyote anayemtukana Isa, narudia tena, au Yesu, hawezi kwenda katika uzima wa milele. Yaani tusuloloto kimtukana Yesu au kwa jina jingine Isa, Jesus, Yeshua, Jezi, hauwezi kwenda katika uzima wa milele. Kwa sababu sisi tunaamini Yesu ni mtume mtakatifu aliyetumwa na Mungu kwa wana wa Israeli. Na sisi katika Qur'ani